Na habari za jioni, mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kwa habari mbalimbali. Jina langu ni Fatma Hassan, karibu. Wananchi zaidi ya 19,000 kutoka kaya zaidi ya 600 katika kijiji cha Jangwani, kata ya Mto wa Mbo, wilayani Monduli mkoani Arusha hawana uhakika wa mahali pa kuishi baada ya makazi yao kuzingirwa na maji ya Ziwa Manyara, huku kukiwa na hofu ya kutokea kwa maafa kama hali hiyo isipodhibitiwa mapema. Mwandishi wetu Jamila Omar kutoka Arusha ana taarifa zaidi. Nimeona kwa macho yangu haya mawili na nimetembea, nimeona kaya zilizochukuliwa na maji. Baadhi ya wananchi walioathirika na kadhia hiyo wanasema hali inaendelea kuwa mbaya kila siku kutokana na maji kuendelea kusogea karibu na nyumba zao, huku baadhi ya familia ambazo nyumba zao tayari zimezingirwa na maji wakiomba serikali kuwapatia maeneo salama ya kuhamia. Wananchi wa mama wengi wameshindwa, hawana la kufanya, hawawezi hata kusomesha watoto kwa sababu ya mafuriko yaliyowaingilia. Hata chakula cha mchana tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano wa plani B, yani ya kutafuta maeneo mengine, tunaomba ututafutie, na hasa ikionekana pale JKT Kigongoni na hata pale Makuyuni, tunaomba mtusaidie. Kuna maeneo mengi yamechukuliwa na serikali, kwa mfano TFS wana maeneo sawa, wana maeneo, lakini vile vile jeshi wana maeneo tu makubwa, lakini hata kuna maeneo makubwa ambayo yamechukuliwa na wawekezaji. Akizungumza mara baada ya kutembelea eneo hilo, mbunge wa jimbo la Monduli Isaac Joseph Kopriano amesema atafikisha kilio hicho katika ofisi ya waziri mkuu, kitengo cha maafa, ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa kuwasaidia wananchi walioathirika. Nitagonga hodi ofisi ya waziri mkuu maafa kwa ajili ya jambo hili. Tunaye rais ambaye anasikiliza watu wote kwa wakati wote na unyonge wao kama sisi wana Monduli. Leo kwa sauti zenu hizi Mheshimiwa Samia ameyasikia. Wakati huo huo, mbunge huyo amelitaka shirika la umeme nchini TANESCO kuondoa nguzo za umeme zilizopo ndani ya maji katika eneo hilo ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza kwa wananchi. Najua mtendaji yuko hapa, wafikishieni salamu ya Mheshimiwa mbunge kwamba kesho asubuhi sitegemei kuona nguzo zenye umeme ndani ya eneo ambalo kuna maji. Nguzo ile ikianguka tutapoteza wananchi wa Monduli wengi. Hii ndiyo hali halisi katika eneo hili la Jangwani, Mto wa Mbu, mkoani Arusha, ambalo sehemu kubwa ya makazi ya watu imezingirwa na maji. Kutoka katika eneo hili la kando kando ya Ziwa Manyara, mimi ni Jamila Omar, Channel 10. Asante sana Jamila Omar. Katika kuhamasisha matumizi ya nishati mbadala na kupunguza gharama za usafiri nchini, serikali imesema imeongeza kasi ya uwekezaji katika miundombinu ya gesi asilia kwa magari ya CNG kufuatia kuondolewa kwa ushuru wa shilingi 382 kwa kilo moja ya gesi. Kutoka Dodoma, mwanahabari wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Kauli hiyo imetolewa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa nishati Salome Makamba wakati akijibu swali la mbunge wa Mtwara Vijijini Arif Suleiman Premji aliyehoji mkakati wa serikali katika kuwekeza kwenye vituo vya CNG baada ya kuondoa ushuru wa shilingi 382 kwa kilo ya gesi ili kuhimiza matumizi ya CNG kwenye vyombo vya moto. Mkakati wa muda mfupi na kati unaoendelea ni pamoja na serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi kuendelea na maandalizi ya ujenzi wa vituo 10 vya CNG hapa nchini katika mkoa ya Dar es Salaam vituo 8, Mtwara kituo kimoja na Morogoro kituo kimoja. Kuhusu vyombo vingi kubadilishwa matumizi na kutumia gesi, Premji amehoji pamoja na magari mengi kuhamia katika matumizi ya gesi asilia, bado nauli za usafiri pamoja na bei za bidhaa mbalimbali zimeendelea kubaki juu, hali inayowafanya wananchi kujiuliza faida halisi ya mabadiliko hayo katika uchumi wa kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, hatuoni unafuu kwenye nauli wala kwenye bidhaa za sokoni. Je, wizara
inajiratibu vipi na mamlaka husika ili kuleta manufaa na urahisi katika bei na nauli hizo kwa mwananchi wa kawaida. Kujadili kwa sasa magari ambayo yanatumia gesi sio mengi kwa kiasi ambacho inaweza ikaathiri au ikachagiza kikokotoo kidogo zaidi cha nauli. Nakubaliana na wewe, na mimi niendelee kuwahimiza wananchi tubadilisha magari yetu kwenda kwenye mfumo wa gesi. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amelitaka Jeshi la Polisi kutopuuza taarifa zozote zenye viashiria vya uvunjifu wa amani ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza endapo viashiria hivyo havitafuatiliwa na kudhibitiwa mapema. Tupate taarifa kamili. Mheshimiwa Rais Samia ametoa maelekezo hayo katika hafla ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa Jeshi la Polisi yaliyofanyika Kurasini jijini Dar es Salaam. Amesema ni muhimu kufanyia kazi taarifa wanazopokea bila kujali hali ya amani iliyozoeleka nchini, huku akitoa mfano wa ghasia za Oktoba 29 mwaka jana ambazo ametaka zichukuliwe kama funzo. Tulijaribiwa na yametupa mafunzo. Kwa tunataka kuona jeshi ambalo halidharau taarifa yoyote. Taarifa yoyote, kiashiria chochote cha hatari kinafanywa kazi kwa haraka sana. Na haya yatafanikiwa iwapo jeshi letu litakuwa na ushirikiano wa karibu kabisa na mawasiliano ya karibu kabisa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kubadilishana taarifa za viashiria vya hatari. Wito wangu kwa Jeshi la Polisi ni kujenga imani kwa jamii. Awali Mheshimiwa Rais Samia akiwa katika viwanja vya Chuo cha Taaluma ya Polisi Dar es Salaam DPA kilichopo Kurasini alikagua gwaride rasmi pamoja na kushuhudia kiapo cha utii. Na kuitumikia kwa moyo wangu wote. Na kwamba nitahifadhi kuilinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuilinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mwenyezi Mungu nisaidie. Akizungumzia utendaji wa Jeshi la Polisi, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi amesema Jeshi la Polisi litahakikisha linaendelea kutenda haki bila kumwonea mtu yeyote na halitasita kuchukua hatua kwa afisa yeyote atakayekwenda kinyume na sheria. Vyombo vya ulinzi na usalama pia vitaendelea kufanya kazi zake kwa nidhamu na kuhakikisha wale ambao wanaenda kinyume na nidhamu tunachukua hatua. Tutahakikisha Mheshimiwa Rais, wakati wote tunatenda kwa haki bila upendeleo wala kumwonea mtu. Tutafanya kwa mujibu wa sheria na haki na Wanafunzi 16 wamefariki dunia huku 79 wakijeruhiwa baada ya mabweni ya shule ya wasichana ya utumishi kuungua moto usiku wa kuamkia leo katika kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba amesema chanzo bado hakijafahamika, ingawa mamlaka zinachunguza kama mwongozo wa usalama wa mtoto shuleni ulifuatwa, kwani shule ni ya sekondari inayomilikiwa na serikali huku ikisimamiwa na kufadhiliwa na idara ya polisi ya Kenya. Hata hivyo, matukio ya moto shuleni hutokea mara kwa mara katika shule za bweni za Kenya, huku baadhi yakisababishwa na uchomaji moto wa makusudi na mengine yakisababishwa na hitilafu za umeme. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limewataka wahitimu wote wa kidato cha 6 mwaka 2026 kutoka shule za Tanzania Bara na Zanzibar waliopangiwa kujiunga na mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria kuripoti katika makambi waliopangiwa kuanzia Juni mosi hadi 7 mwaka huu. Taarifa zaidi na Amani Mbando.
Mafunzo ya JKT kundi la lazima, yani mujibu wa sheria mwaka 2026, yamepangwa kutolewa kupitia makambi 21 ya jeshi hilo yaliyopo kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania bara, ikiwamo kambi ya Ruvu iliyopo mkoa wa Pwani ambayo ni mahususi kwa ajili ya wenye ulemavu wa kuonekana kwa macho. Mkuu wa tawi la utawala JKT Brigedia Jenerali Hassan Mabena akitoa taarifa ya kuwaita vijana kwenye mafunzo hayo kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Mabele, amesema mafunzo hayo ni muhimu katika kuandaa vijana kujitegemea. Watakuwa ni sehemu ya vijana wa Kitanzania ambao mbali tu unakuwa na uzalendo, lakini watakuwa na ujuzi ambao utakwenda kuwasaidia katika kufanya shughuli zao ndogo ndogo. Kwa hiyo kwa muda huo uliopangwa, tunawasisitiza waweze kufika makambini, kwa sababu muda wao wa mafunzo uko ndani ya muda wa miezi mitatu, kwa sababu tunajua vyuo vitakwenda kuanza kuanzia mwezi wa 11 kuendelea mbele kule. Brigedia Jenerali Mabena ametumia wasaa huo kueleza mwelekeo wa Jeshi la Kujenga Taifa kuwa na uwezo wa kuwapokea vijana wote wanaohitimu kidato cha 6 ifikapo mwaka 2030 kwa ajili ya mafunzo ya mujibu wa sheria. Mafunzo haya yaliporejeshwa mwaka 2013, idadi ya vijana walikuwa wanachukuliwa ilikuwa ni ndogo sana. Tulianza kuchukua vijana 5,000 tu, lakini kwa kadri tulivyokuwa tunaendelea, hii namba imeweza kuongezeka mpaka unaona sasa hivi wanachukuliwa vijana zaidi ya 50,000. Hii yote ni juhudi za serikali, kwanza katika kuboresha miundombinu ya Jeshi la Kujenga Taifa, kuliongezea uwezo wa JKT, lakini pia kwa kuweza kutupatia bajeti. Kilichopo mbele yetu na hata mipango ambayo imewekwa hadi kufikia mwaka wa fedha 29-30, basi Jeshi la Kujenga Taifa liweze kuchukua vijana wote. Kutakuwa tena hakuna swala la kuchagua. Taarifa hiyo imeeleza kuwa orodha kamili ya majina ya vijana hao, makambi ya JKT waliopangiwa na vifaa wanavyotakiwa kwenda navyo inapatikana kupitia tovuti ya Jeshi la Kujenga Taifa. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Jeshi la Israel limeshambulia mji wa 4 kwa ukubwa Lebanon, Tyre, na kuwaua watu wasiopungua 11 katika mzozo wake unaoendelea wa kijeshi dhidi ya kundi la Hezbollah kabla ya kuanza mazungumzo huko Washington. Shirika la habari la kitaifa la Lebanon linaloendeshwa na serikali limesema wengine kadhaa wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo, ikiwa ni shambulio baada ya msemaji wa jeshi la Israel Avishai Adrei kutoa onyo kwa wakazi wa majengo 8 katika mji huo wa pwani ya Tyre kando ya bahari ya Mediterania na vitongoji vinavyozunguka na kusababisha watu wengine kukimbia eneo hilo mapema kabla ya shambulio hilo. Maafisa wa kijeshi wa Lebanon na Israel wanatarajiwa kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya usalama kesho Ijumaa katika mji mkuu wa Marekani, huku kukitazamiwa kuongeza muda wa kusitisha mapigano ulioanza kutekelezwa Aprili 17, ingawa mashambulio hayo yamezidi kuongezeka huku wakiuacha salama mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Katibu mkuu wa Umoja wa Wanawake UWT Susan Kunambi amesema wanawake wa CCM wana wajibu wa kuendelea kusema mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 pamoja na utekelezaji wa ilani ya chama hicho baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kumalizika. Taarifa zaidi na Jamila Omar. Katibu mkuu wa Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT Taifa Susan Kunambi, ambaye pia ni mneke, amewataka wajumbe na wanachama wa UWT nchini kuendelea kuyasema na kuyatangaza mambo mazuri yanayotekelezwa na Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2025. Bi Susan ametoa kauli hiyo mkoani Arusha wakati akizungumza na wajumbe wa UWT mkoa waliojitokeza kumpokea katika ziara yake ya kikazi ya siku moja mkoani hapa. Niwaombe sana kina mama, uchaguzi umeisha. Tunayo kazi moja ya kufanya.
tusione aibu kusema mazuri yaliyofanywa na serikali hii ambayo inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Ili watu watuelewe, ni kuyasemea bila kuchoka, na kwa sababu yapo yanaonekana. Kwa hiyo tutembee kifua mbele. Amesema Chama cha Mapinduzi kinaendelea kutekeleza miradi mingi mikubwa ya kimkakati yenye lengo la kuwaletea wananchi maendeleo. Hivyo wanawake wa UWT wanapaswa kuendelea kuyasema mafanikio hayo kwa wananchi. Chama chetu cha Mapinduzi kilinadi ilani, lakini Chama cha Mapinduzi kinaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati na ile miradi mengine. Kazi ni moja tu, kuwaletea maendeleo wananchi wa Tanzania wakiwemo wa Arusha. Tuendelee kudumisha umoja, mshikamano wetu ili tuendelee kuwa na amani ya kudumu katika nchi yetu. Katika hatua nyingine, Bi Kunambi amesema UWT Taifa ina mpango wa kufanya ziara maalumu mkoa wa Arusha kwa lengo la kuwashukuru wanawake wa mkoa huo kwa kazi kubwa walioifanya wakati wa uchaguzi mkuu. Uchaguzi ambao umepelekea kushinda kwa kishindo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunayo ratiba ya kuja kuwashukuru kwa kazi ile. Kwetu sisi ni heshima kubwa. Tunajipanga kuja kusema asante kwa kina mama kwa upendo wenu mlioonyesha kwetu. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Wananchi wa kijiji cha Komsala kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga wamekubaliana kuchangia fedha pamoja na matofali kwa lengo la kuanzisha ujenzi wa shule ya sekondari kwenye kijiji hicho kwa nguvu zao ili kuondolea watoto wao changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata elimu, hali ambayo imekuwa ikisababisha baadhi yao kutomaliza shule kutokana na kupata ujauzito. Ernest Mbezi anaripoti kutokea Tanga. Wakielezea changamoto ya watoto wao kukatishwa masomo kwa kupata ujauzito kutokana na kutembea umbali mrefu wanapokwenda shule, baadhi ya wazazi wakiwa katika mkutano wa kijiji hicho wenye lengo la kujadili changamoto hiyo na mikakati ya ujenzi wa shule ya sekondari, wamesema wanafunzi waliohitimu mihula mitatu kwenda form 1 kuja kwa Matuku, katika wanafunzi wasichana hakuna hata mmoja, wote walibebeshwa mimba kutokana na mazingira magumu wanayopata katika ada ile ya kwenda kusoma kule. Hali hiyo imethibitishwa na mkuu wa shule ya sekondari ya Komatuku, Mwalimu Rashid Mshuza, huku diwani wa kata ya Komatuku Bwana Kambi Mbwana pamoja na baadhi ya wananchi wakizungumzia ujenzi wa shule hiyo na manufaa yake kwenye kijiji hicho cha Komsara. Vishawishi ni vingi, sababu usafiri wa hapa ni noa, bajaji, mafuso. Sasa sidhani kama mtoto yule ambaye ni hasa wa kike ambaye yeye yupo mle ndani ile gari, kwamba kutoka Komsara mpaka kwa Matuku pana umbali kidogo. Wananchi hawa tumekubaliana, tutashikana mashati, tutashauriana ili kuanza ujenzi wa sekondari. Kama hivyo haitoshi, tarehe 1 mwezi wa 6 sisi kata ya Komatuku tunaanzisha benki ya matofali. Kujengwa kwa hii shule kutatupunguzia adha kwa watoto ambao wanatafuta usafiri asubuhi na kuchelewa masomo na hata kurudi jioni majumbani kwao. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Naam, asante Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Na Umoja wa Mataifa umesema hali joto duniani inayoendelea kuongezeka kwa kasi, huku wanasayansi wakionya kuwa miaka 5 ijayo huenda ikashuhudiwa viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa. Ripoti hiyo imetolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO, inayoonyesha kuwa wastani wa joto duniani katika kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030 unaweza kufikia nyuzi joto 1.3 hadi 1.6, ikiwa hii inajiri baada ya mwaka 2024 kuwa mwaka wa kwanza kuvuka kiwango hicho cha juu cha kwa muda, hali iliyochangiwa na ongezeko la joto linalosababishwa na shughuli za kibinadamu pamoja na hali ya hewa ya El Nino. Kwa sasa dunia inakadiriwa kuwa imepata ongezeko la joto la karibu nyuzi joto 1.4 juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda, huku wataalamu wakionya hali ya hewa ya El Nino huenda ikajitokeza mwishoni mwa mwaka huu wa 2026, jambo ambalo linaweza kuongeza uwezekano wa mwaka 2027
kuwa miongoni mwa miaka yenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Naam, na taarifa hiyo ya hali ya hewa basi pia inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.